Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Stori kubwa duniani imekuwa ni namna gani viongozi wa Iran wamekuwa wakilengwa au wamekuwa wakishambuliwa. Kwa mfano, tumeshuhudia tangu vita hivi vianze takriban wiki tatu, tumeshuhudia viongozi mbalimbali wa Irani wakiongozwa na Ayatollah Ali Said Khamenei Supreme Leader kuweza kushambuliwa kwa kile ambacho kinachoitwa walikuwa wamekutana kwenye Baraza la Ulinzi la Taifa la Usalama. Lakini tukashuhudia kwa mfano wakina Ali Shamkani alikuwa mshauri wa masuala ya diplomasia na ulinzi, naye akashambuliwa. Lakini ukirudi nyuma katika historia, tumeshuhudia waungwaji mkono wengi wa utawala wa Tehran kuanzia Yahya Sinwar, Ismail Hania, Mohammad Deif, Hassan Nasrallah, wote wamekuwa wakishambuliwa na kwenda kuondoa maisha ya viongozi ambao wamekuwa wakinasibishwa au wamekuwa wakiongozwa swala zima katika nchi ya Tehran. Lakini juzi tumeshuhudia vile vile Ali Larijani, kiongozi mashuhuri ambaye huyu anatajwa kwamba ni mpanga mikakati, naye ameweza kuwa sehemu ya msingi ya kushambuliwa na utawala wa Israel. Siri imekuwa ni kwamba je, Israeli wana nguvu kiasi gani kuweza kuwaingilia viongozi mashuhuri, viongozi wa kijeshi, viongozi wa nchi wa Irani ambao wamekuwa kwa kweli wakishambuliwa sana. Kwa mfano, siku moja baada ya kuchaguliwa Mojtaba Khamenei naye akaweza kushambuliwa, na inatajwa kwamba vile vile mpaka sasa hivi amekuwa utawala wa Tehran umekuwa hawapo tayari kuweza kumweka hadharani kwa kile kinachoitwa kwamba kuhofia kuweza kulengwa na viongozi wa Israeli. Sasa hapa lazima tuweze kutazama nguvu na ushawishi wa Mossad. Mossad ni shirika la ujasusi wa nje la Israeli. Ukiacha Mossad kuna Ahmad ambayo shirika la jeshi, lakini kuna Shin Bet, shirika ambalo limeanzishwa kwa ajili ya kutekeleza ujasusi ndani ya Gaza. Lakini ukiangalia wa Mossad wamekuwa na maagent katika nchi mbalimbali za Kiarabu, na ukitazama kazi kubwa ya Mossad imekuwa ni kuangalia uelekeo wa kisiasa wa nchi za Kiarabu. Wamekuwa wakiangalia namna gani nchi za Kiarabu zinavyowaza kuhusu taifa la Israel, lakini zaidi sana wamekuwa wakifanya ujasusi wa kisiasa, ujasusi wa kiuchumi, lakini zaidi sana kwenda kuongelea au kwenda kuangalia mielekeo ya kisiasa katika nchi za Kiarabu. Sasa ukitazama jiografia kwa mfano ya nchi ya Iran, ni nchi kubwa sana ya milima, lakini Iran imekuwa kuna jamii ambayo inaitwa jamii ya Wayahudi, wapo takriban 3%, na hawa wamekuwa wakiishi kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba Mossad wamekuwa wakijaribu kuingilia na kutafuta taarifa kwa kutumia Wayahudi ambao wapo ndani ya Iran, kuhakikisha kwamba wanapata taarifa za kimkakati. Lakini kutokana na shirika la ujasusi wa Urusi FSB wanasema wazi kabisa kwamba katika hii vita tangu imeanza kuna zaidi maagent wa Shin Bet 22 wamekamatwa na wameweza kufariki, lakini zaidi sana kuna zaidi ya majenti 42 wa Mossad nao wamekamatwa. Hii inakuonyesha namna gani kwamba Mossad wamekuwa ndani ya kuangalia mwelekeo wa kisiasa wa nchi ya Iran. Lakini vivyo nakumbuka kuna maandamano ambayo kimsingi alikuwa anatishia kuweza kuondoa utawala wa Tehran, ambao maandamano makubwa ambayo yalikuwa yameanza kwenye miji ya Bazar katika miji mbalimbali katika nchi ya Iran, lakini zaidi sana maandamano ambayo ukitazama yamekuwa naungwa mkono na Israeli pamoja na nchi ya Marekani. Na ukitazama kuna maandamano, watu ambao walikuwa hapo kwenye maandamano, kutokana na video ambazo amezionyesha Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, ni kwamba waandamanaji ambao wanatajwa kwamba ni Mossad walikuwa na silaha na walikuwa wanawalenga polisi ndani ya Iran. Hii inakuonyesha namna gani kwamba Irani imekuwa ipo chini ya udhibiti au imekuwa chini ya uelekeo wa Mossad kujua kile ambacho kimsingi wamekuwa wakikipanga. Kwa mfano, unafahamu katika kabla ya kufariki Ayatollah Khamenei, inatajwa kwamba kamera ambazo zilikuwa zinaangalia uelekeo au kuangalia hatua na shughuli za kila siku za Ayatollah Khamenei zilikuwa zinadhibitiwa na Mossad. Kwa mfano, hii inakuonyesha namna gani kwamba Mossad wamekuwa wakifanya ujasusi kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini vile kune vitu unafahamu kwamba intelligence, kuna kwamba ujasusi unakuwa ni sehemu ya msingi wa mkakati kuweza kudhibiti na kupata taarifa za wapinzani wako. Unafahamu kwamba katika moja ya kitu ambacho kinachoitwa instrument of state power, kwamba taasisi au mamlaka za ujenzi wa nchi, ujasusi umekuwa na sehemu ya msingi zaidi kuhakikisha kwamba unaweza kujua mwenzako anapanga nini, ana mkakati gani, anawaza nini, viongozi wao wanashirikiana na kina nani. Na hii ukitazama, ukimsoma Sun Tzu
mmoja mwanamikakati mashuhuri wa China anasema kwamba unapoweza kujua mbinu, unapoweza kujua mikakati, unapoweza kujua uelekeo wa wapinzani wako, unakuwa una 90% ya kuweza kushinda vita. Kwa hiyo kuna vita vya Mashariki ya Kati na kuonyesha namna gani Mossad wamekuwa wakijipenyeza sana, wamekuwa wakijua sana uelekeo wa kila mtu wa viongozi wa nchi ya nchi ya Iran. Sasa ukitazama ni kwamba baadhi ya wachambuzi wamekuwa wakisema kwamba wanachokifanya Iran tunaita ni intelligence blunder, yani ni makosa ya kijasusi, makosa ambayo wamekuwa wakijirudia. Ukitazama historia tangia kufariki kwa Mohammed Deif, tangia kufariki kwa ajali ya ndege ya Hassan Nasrallah of course alikuwa Hezbollah, Ibrahim Raisi ambaye kimsingi alifariki kwa ajali ya ndege, wakina Mohammed Deif, Yahya Sinwar, wote wamekuwa kifuatiliwa na Mossad na Shin Bet na Ahmad. Na kwa mfano kuna operation kama hii ambayo imekuwa ni operation kubwa ambayo imekuwa ikihusisha vita kati ya nchi na nchi, kwa kwamba taifa moja kuweza kulishambulia taifa lingine, maana ni kwamba mashirika yote ya kijasusi yanakuwa ndani katakwenda kutafuta na kupeleleza taarifa za kijasusi. Kwa hiyo hii unaweza ukawasifia Mossad kwa namna gani wamekuwa wakifanya kazi yao kubwa ya kimkakati dhidi ya utawala wa Tehran moja, lakini namna gani unaweza ukaraumu au ukashangazwa dhidi ya namna gani makosa ya kijasusi ambayo inaitwa intelligence blunder ambayo amekuwa yakifanywa na utawala wa Tehran. Kwa hiyo Tehran wamejikuta hapo kwenye paradox tunaita, katika utata au katika ambigu, namna gani sasa wanaweza kulinda viongozi wao. Of course mkakati wao vita ambao umekuwa ukiwa unaitwa Mossad Defense Doctrine, kwa maana kwamba ni watu ambao hawajaweka mamlaka ya nguvu katika mtu mmoja, lakini bado imekuwa haitoi hitimisho au imekuwa haionyeshi kwamba ubora kwamba Israel na Mossad kuweza kufikia au kuwalenga viongozi ambao wamekuwa wakiwatafuta kwa kipindi kirefu. Na unafahamu kufa kwa kiongozi kwenye vita inakuwa ni hasara kubwa zaidi kuhakikisha kwamba unaweza kufikia malengo yako ya kimkakati. Kwa hiyo kuna vita ambavyo kimsingi vinaendelea, tumeenda kushuhudia namna gani sasa nafasi ya Mossad, nafasi ya ujasusi, nafasi ya upelelezi imekuwa ni sehemu ya msingi ya kwenda kushinda vita. Na nishakusema mara nyingi kwenye vipindi kwamba unapokuwa na udhibiti wa taarifa, unapokuwa na taarifa za kimkakati kwenye masuala ya msingi ya statecraft, unakuwa na asilimia kubwa ya kuweza kushinda vita. Okay, kwa mfano hii utawala wa Trump na utawala wa Netanyahu unasema kwamba mtu yeyote ambaye atakuja kumrithi kutazama Ayatollah Ali Said Khamenei, kwa kwamba unamaanisha Mojtaba Khamenei, nao watakuwa na sehemu ya target wote. Okay, unasema kwamba mtu yeyote ambaye atakuja kumrithi katibu mkuu wa Baraza la Usalama Ali Larijani, naye atakuwa ni sehemu ya target. Maana ni kwamba wamekuwa wakijua uelekeo, wamekuwa wakijua menendo, wamekuwa wakijua mahali ambapo kote viongozi wa Tehran wamekuwa wakipanga au wamekuwa wakiwaza. Kwa hiyo ni somo kubwa sana kwa sisi wachambuzi kutazama na wafuatiliaji wa siasa za kimataifa kwa namna gani Mossad wamekuwa wakiendelea kushinda. Na kihistoria unafahamu kwamba kuanzishwaji wa taifa la Israeli imekuwa katika mbinu kali zaidi, na vita vyote ambavyo kimsingi wamekuwa wakipigana tangu vita vya uhuru mwaka 1948, vita vya siku sita mwaka 1967, vita vya Yom Kippur War mwaka 1973, vita vya First Intifada mwaka 1987. Kwa mfano kuna vita vya Lebanon mwaka 1982, Second Intifada. Utazama kuna vita vya mwaka 2007 vya Lebanon, lakini vita ambavyo kimsingi wamekuwa wakipigana dhidi ya Hamas imekuwa ni vita ambavyo vikitajwa Mossad amekuwa akifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha uelekeo na kuweza kuwalenga viongozi. Na wao ukitazama mkakati wao umekuwa ni dhahiri namna gani wanaweza kuwalenga viongozi wa wapinzani wao. Na hii kwa kufahamu ni kwamba Mossad amekuwa akiangalia uelekeo wa nchi kwa mfano ya Misri, nchi kwa mfano ya Iran, nchi kwa mfano ya Bahrain, Kuwait, Afghanistan, Libya kwa mfano, Jordan ukitazama. Kwa hiyo wamekuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye kuangalia mielekeo ya kisiasa. Kwa hiyo kwa kweli kuna hii vita unaweza ukasifu na lazima uweze kusifu nafasi ya Mossad. Moja kizadi sana unaweza kulaumu kitu ambacho kinachoitwa intelligence blunder, yani makosa ya kijasusi ambayo yamekuwa yakifanywa na utawala wa Tehran. Okay, mimi ni Godfrey Mchungu, tuendelee kuwa pamoja tukizungumza masuala mapana haya ya kimataifa, na kama nilivyokuahidi kwamba tutaendelea kuzungumza, kuchambua, na kwa kweli nimependa maoni yenu mengi ambayo naendelea kuwafanyia kazi, ambayo kwa kweli mmekuwa mkinipigia simu,
mkicomment kwenye account yangu, na wengi nimeona kwamba mmekuwa mkisubscribe. Asanteni sana.